Wakati wa shughuli rasmi za kumuaga aliyekuwa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei, kumekuwa na vitisho na wito wa kuwaua wale waliomuua kiongozi huyo. Haya yanaelezwa na raia mbalimbali, lakini pia na hata baadhi ya viongozi wa nchi ya Iran. Shughuli rasmi za mazishi aliyekuwa kiongozi mkuu wa Kiislamu katikati mwa Tehran, pamoja na mabadiliko ya hali ya kutokuwepo kwa mwafaka yaliyowachanganya maelfu ya watu, iliambatana pia na kauli kali dhidi ya Rais Masoud Pezeshkian, lakini pia Abbas Araghchi na wajumbe wa mazungumzo na Marekani. Picha zilizotolewa kutoka kwa maandamano hayo, ikiwa ni pamoja na kurushiwa mawe picha ya Donald Trump na wito wa kuwaua wauaji wa Ali Khamenei, zilikuwa miongoni mwa mambo yaliyowavutia katika hafla hiyo ambayo ilifanyika kwa uratibu na maandalizi makubwa ya serikali. Rais Donald Trump ametoa tena wito wa vitisho dhidi ya Iran, akisema kwamba ikiwa makubaliano hayatapatikana na Iran atakamilisha kazi yake. Hata hivyo, moja kati ya picha ambazo zinaonyesha wazi kwamba makubaliano haya ambayo yamefanywa kati ya Marekani na Iran bado ni ya kulegalega ni pale ambapo rais huyu amesema ana uwezo wa kurusha kombora na kuua wote waliopo katika maandamano hayo. Akijibu tishio hilo, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran amesema kwamba rais wa Marekani, zungumza kwa heshima na watu wa Iran, la sivyo tutakujibu kwa lugha tofauti. Baraza la Usalama linadaiwa pia lilitoa kauli kali kwamba Netanyahu pamoja na Rais Donald Trump unapaswa kuuawa na Iran inapaswa kulipa kisasi baada ya kumuua kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Al-Khamenei. Zungumza kwa heshima bwana Trump, la sivyo wa Iran watajibu kwa lugha tofauti. Mkuu wa usalama wa Iran alirejea tena kauli yake kumwambia rais wa Marekani Donald Trump. Katibu mkuu huyo wa Baraza la Usalama wa Taifa la Iran SNSC Mohammad Bagher Zolkadir ametoa jibu madhubuti kwa vitisho vya hivi karibuni vya rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya taifa la Iran, akisisitiza kwamba Tehran haitavumilia lugha isiyokuwa na heshima na itajibu ipasavyo ikiwa italazimu. Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi ya Oval, Trump mnamo Jumatatu alisema kwamba Marekani itashinda vita vya Iran kwa njia moja ama nyingine. Tutafanya makubaliano au tutamaliza kazi. Haitakuwa vigumu kumaliza kazi, Trump alitangaza katika taarifa iliyotolewa jana Jumatatu, na Zolkadir alimhutubu moja kwa moja rais wa Marekani Donald Trump, akisema kuwa amepatwa na umajinun, kwa maana uenda wazimu, kwa kuwatishia watu milioni 91 wa Iran. Kwa rais wa Marekani mwenye njozi ambayo leo amewatisha wa Iran milioni 91, nasema hapo awali kama rais wa nchi isiyo na mzizi yenye historia ya miaka 250 tu, ulizungumza kwa maneno kama hayo kuhusu kufuta ustaarabu wa Iran wenye umri wa miaka elfu kadhaa. Matokeo pekee kwako yalikuwa kushindwa, kupatwa na ajizi na kuomba kufanya mazungumzo na kusitisha mapigano, anasema Zolkadir. Amesisitiza kwamba wa Iran hawajui na hawaguswi kwa lugha ya vitisho. Katibu huyo wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran amemwambia Trump kwamba wa Iran hawajui lugha ya vitisho, kwa hivyo azungumze kwa heshima dhidi ya Iran, la sivyo watajibu kwa lugha tofauti nao. Matamshi hayo yametolewa kupinga waziwazi vitisho vya mara kwa mara vya Washington dhidi ya Iran. Maafisa wa Iran wamesisitiza mara kwa mara kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na watu wake wenye fahari hawatokubali kamwe uonevu au maneno yasiyokuwa na heshima kutoka kwa Marekani. Tehran imeweka wazi mara kwa mara kwamba uchokozi wowote au kiburi kitakabiliwa na jibu imara lililopangwa na linalofaa. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue nini kinachojiri katika ulimwengu, hasa nyakati hizi za mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei.